Katika sehemu ambazo wasanii wa Bongo kwa sasa wamekuwa wakiinvesti sana ni sehemu za swala zima la mijengo. Hapa sasa mimi sitaki kuzungumzia wasanii wenye nyumba Tanzania. Nataka nizungumzie wasanii wenye mijengo Tanzania. Kuna tofauti kati ya nyumba na mijengo. Sisi wengine tunaangukia kwenye hii kategori ya kuwa na nyumba. Sio mimi. Yani watu wengi, nyumba za milioni 100, sijui milioni 90, 60, 50, wapo wasanii wengi sana wanaomiliki hizo nyumba. Lakini hapa nazungumzia mijengo, yani zile nyumba ambazo ukizitazama kabisa unajua kabisa hapa basi tunapozungumzia pesa zimemwagika basi ni kuanzia milioni 300 kwenda mbele. Hii tunaita sisi ni mijengo. Sasa nikasema wacha leo nikuwekee orodha ya wasanii ambao wanamiliki mijengo mikali mpaka sasa nchini Tanzania. Wapo ambao wameonesha, wengine hawajaonesha, lakini hapa tunazungumzia wale ambao wameshaionyesha kabisa mijengo yao kwamba huu hapa ni mjengo wangu. So stay hapo hapo ulipo. Mimi naitwa Ricky Kisalala sana and this is E-Trending ya Ricky Media, nikiwa na nguvu za kutosha na Magic Builders International, bila kuwasahau Silent Ocean, Simba wa Bahari. Sasa hapa mimi naanza na orodha yangu, sio kwa kufuata kwamba thamani ya mijengo yao. Hapa nimeweka tu orodha ambayo haina kwamba huyu namba 1, huyu namba 2. Yupo Billnass na Nandy ambao hawa bana mjengo wao uliposti kama sio mwaka jana, mwaka juzi ndio waliposti mjengo wao huu uliopo njia ya Goba ile. Kama unatokea Mbezi ya Juu hivi ukiwa unaelekea Goba huko utakutana na mjengo huu hapa wa Billnass ambao kimsingi ni ghorofa, ina swimming pool yenye muonekano wa gitaa na vitu vingine kama hivyo. So Billnass na Nandy wanaingia kati ya wasanii ambao wanamiliki mijengo mikali zaidi nchini Tanzania, na ni moja kati ya nyumba ambazo ziliwaheshimisha sana, ukiachilia mbali swala zima la mipira ambayo Nenga pamoja na Nandy wamekuwa kiimiliki. Yes, basi nyumba pia wanamiliki nyumba kali sana, lakini pia wana zile Naya apartment. So jamaa hawa kwenye swala zima la investment, hii couple moja kati ya couples ambazo zimefanya investment kubwa sana kwenye maisha yao binafsi, ambayo kimsingi ndivyo ambavyo inatakiwa. Najua miaka ya nyuma kidogo wasanii walikuwa invest sana kwenye vitu kama hivyo, walikuwa nakula starehe, na ndio maana wengine mwisho wa siku ikaja kutaja kwamba wamefulia, japokuwa walikuwa na kipato kikubwa sana, walikuwa wanatembea na misafara. Lakini sasa hivi wasanii wamekuwa na akili za kuinvest zaidi kwenye properties kama hizi, haswa nyumba pamoja na ardhi. Lakini pia tupo na Harmonize ambaye yeye siku ya jana ndio aliposti jumba lake hilo ambalo lipo huko wanapaita Madale. Yes, Harmonize ameposti mjengo huo. Kama unakumbuka vizuri, hii ni nyumba ambayo Harmonize alianzaga kujenga akiwa kwenye mahusiano na yule mzungu anaitwa Sara, lakini baadaye tukaona baada ya kuachana kesi zikawa nyingi, Harmonize akasimama kuijenga ile nyumba mpaka kesi kumalizika mahakamani, na mwaka jana Harmonize akatuambia kwamba ameshamlipa Sara kiasi fulani cha pesa ili kumalizana kwenye mgawanyo wa mali, kwa sababu wale walikuwa ni mtu na mume wake na walikuwa wana share vitu vingi. So ili kila mtu endelee na kwake, Harmonize ilibidi alipe kiasi fulani cha pesa instead ya kuuza mjengo au mali ambazo walichuma pamoja. So Harmonize anasema alimalizana na Sara na mwaka huu amekamilisha jumba hilo. Bonge moja la jumba, ni kali, space ya kutosha, swimming pool, garden na vitu vingine kama hivyo. Yes, ni moja kati ya nyumba kali sana ambazo kwa mujibu wa wataalamu wa ujenzi wanakuambia kwamba si chini ya milioni 700 inaweza kaa imelala kwenye mjengo huu mpya wa Harmonize. So Harmonize naye yupo kwenye orodha yetu ya wasanii ambao wanamiliki mijengo mikali zaidi. Msanii mwingine ni Lava Lava. Yes, Lava Lava juzi bana aliposti mjengo wake ambaye yeye anasema kwamba amejengea wazazi wake, lakini we can say that ni mjengo wake pia. Yes, Lava Lava amejenga Kigamboni, na moja kati ya mijengo expensive sana, na watu walikuwa surprised na jinsi ambavyo Lava Lava ameonesha mjengo huo, kwa sababu kuna namna hivi watu wamemweka Lava Lava kwenye kundi fulani la wasanii ambao pengine hawana fedha wana nini, lakini Lava Lava ametuonesha mjengo ambao ukiangalia unajua kabisa hapa pesa zimelala. Ni mjengo ambao umekula zaidi ya shilingi milioni 400 za Kitanzania, kuanzia muonekano, kila kitu. Ni bonge moja la mjengo. Si hatujui kuhusiana mambo ya furniture kwa sababu wenyewe hajatuonesha mijengo yao furniture, lakini mjengo huu wa Lava Lava upo Kigamboni, na Lava Lava anaingia kati ya orodha ya wasanii ambao wanamiliki mijengo mikali sana nchini Tanzania. Msanii mwingine ni Jacqueline Wolper. Yes, Wolper yeye
sio ghorofa. Hizi nyumba za kisasa contemporary. Ukienda kama unaenda Mbweni hivi, yes, huko utakutana mjengo huu hapa wa Jacqueline Wolper. Yes, bonge moja la mjengo. Nyumba ya Wolper ni kubwa sana na ni moja kati ya nyumba ambazo zimefanywa finishing kali sana. Ukiangalia ndani muonekano wake, kila kitu alishawahi kutuonesha jinsi ambavyo vitu vyake ameviweka pale, furniture na kila kitu. As you know, moja kati ya mastaa ambao wapo very complicated inapokuja kwenye swala zima la muonekano, iwe kwenye mambo ya fashion au mambo hata kama hivyo ya nyumba yake. Unaweza kaona Wolper amedhihirisha hilo. Wolper sio mteja sana wa magari ya kifahari na nini, lakini kuja kwenye swala zima la mjengo, bidada ameshusha bonge moja la jumba, na ilikuwa ni kama wake up call tu kwa wasanii wenzake wa zamani, kwamba jamani, tulipotoka huko sasa inabidi tuinvesti kwenye mijengo mbalimbali. So Wolper ameheshimisha soko la filamu Tanzania kwa kuonyesha mjengo wake mkali sana ambao kaujenga Mbweni huko jijini Dar es Salaam. Msanii mwingine ni Nana Dolls. Yes, Nana Dolls bwana, nyumba yake ilikuwa na maswali mengi. Watu wanasema amehongwa na mwanaume, amefanywa hivi, lakini all in all tunachokijua kwamba Nana Dolls ni moja kati ya wasichana wanaomiliki mijengo mikali sana nchini Tanzania. Nyumba Nana Dolls iko Goba na ni ghorofa naye pia bonge moja la mjengo. Yani Nana Dolls kuonesha ule mjengo bana, ilizua discussion nyingi sana. How comes msichana mdogo kama huyu amekuja juzi kwenye game anamiliki mjengo mkali kama huu, alafu kuna wasichana wengine ambao wapo hawamiliki chochote kile? Inakuwaje? Mastaa wakubwa. So wasanii wenzake ambao ni wasanii wa zamani walinangwa sana kwamba inakuwaje Wema sio tunaonyesha mjengo wako na nini, Nana Dolls anakuja leo anaonyesha mjengo mkali na nini. Lakini all in all tunasema kwamba riziki zinatofautiana, tuwezi kuforce kuwa kama fulani, lakini all in all tunataka tuinvesti kwenye swala zima la mijengo. So Nana Dolls naye yupo hapo. Mjengo mwingine ambao bado haujaisha lakini ni moja kati ya mijengo ya gharama sana ambayo wasanii wameweza kuijenga ni mjengo wa Baba Levo. Yes, Baba Levo naye ameshusha bonge moja la mjengo Goba huko. Ni ghorofa 3, ina mpaka lifti, ameshaonesha mpaka lift inavyofanya kazi na kila kitu. Huyu sasa anaweza kaa ni mmoja kati ya wasanii ambao wana nyumba expensive sana. Ikikamilika hii nyumba kwa jinsi ambavyo ilivyo, itakuwa ni expensive sana. Ukiangalia nyumba Binasi, nyumba ya Harmonize, nyumba ya Nana Dolls, Jacqueline Wolper ambao nimewataja hapo, basi Baba Levo ataingia mmoja kati ya watu ambao wanamiliki mijengo mikali sana. Rekodi yake hii inaweza kuja kuvunjwa na mtu mmoja tu ambaye hayupo kwenye orodha yetu ya wasanii ambao wanamiliki mijengo mikali. So Baba Levo yupo pale, nyumba yake haijakamilika, lakini kimsingi ukiangalia mpaka ilipofika sasa itakuwa ni moja kati ya nyumba kali zaidi kuwahi kumilikiwa na wasanii hapa Bongo. So Baba Levo naye yuko pale. Msanii mwingine ni Mwijaku bwana. Mwijaku yeye anasema nyumba yake imegharimu shilingi bilioni 1.3, japokuwa imekuwa ikipingwa sana. Ukiangalia thamani ya nyumba, sehemu ambayo nyumba ipo, watu wanasema kwamba Mwijaku hapo umetupiga, haiwezekani huu mjengo wako ukafikia thamani ya bilioni 1.3. Kuna namna fulani utakuwa umetuchekecha hapa bwana Mwemba. Lakini all in all ukiachilia mbali mjengo huo, Mwijaku pia anajenga Mbweni. Yes, mimi moja kati ya watu ambao wanafahamu project nyingi za Mwijaku. Mbweni pia ameshusha ghorofa pale, bonge moja la ghorofa ameshusha. Of course ile itakuwa na thamani kubwa zaidi kuliko hata ile ya Kigamboni ambayo anatupiga anatuambia ni zaidi ya 1.3 bilioni. Huo ni uongo ambao Mwijaku amekuwa akiusema kila siku, japo kwa yeye mwenyewe anasema kwamba ametoboka hiyo pesa. Lakini ukikompare ile nyumba yake ya Kigamboni na nyumba ambayo anajenga Mbweni sasa hivi, ya Mbweni ina thamani kubwa sana kuliko nyumba ambayo ameijenga Kigamboni. So Mwijaku naye yupo pale kwenye orodha yetu ya wasanii ambao wanamiliki mijengo mikali sana. Yes, Alikiba pia yupo, mmoja kati ya wasanii ambao walikuwa mwanzoni wameonyesha nyumba kali sana. Alikiba alionyesha ghorofa yake, yani wasanii nyumba yake kidogo ya zamani, yani ni muda mrefu sisi, sio ya sasa hivi, ni ina kama zaidi ya miaka 5 nyumba kama sikosei. Na nyumba yake amejenga Tabata, iko pale. Ukienda Tabata utaona pale mjengo wa Alikiba, nayo ni ghorofa. Nyumba ya Alikiba ukiangalia imekaa kifalme kweli. Ukiangalia jinsi ambavyo imeezekwa, vigae fulani vimenyoka, kila kitu, yani nyumba fulani ambayo ina details zile za thamani. Ukiangalia huo ndio ukweli. Unajua kuna kitu kunaonekana kinang'aa, kiko bora na kila kitu, lakini yani kina muonekano mzuri, lakini kuna kitu ambacho kimetumia vitu vyenye thamani. Ukiangalia nyumba ya Alikiba, kama wewe kweli unajua nyumba, utagundua kwamba moja kati ya nyumba za thamani sana ni nyumba ya Alikiba, kuanzia materials ambazo zimetumika hapa. Ukiangalia kila kitu utagundua kwamba
the guy amemwaga pesa nyingi sana kwenye hii project. So Alikiba naye anaingia pale kati ya wasanii ambao wanamiliki mijengo mikali zaidi. Diamond Platnumz hayupo kwenye orodha yetu. Yes, the reason behind is mpaka sasa Diamond Platnumz hajatutambulisha kwamba hii ni nyumba yangu. Nyumba yake aliyojenga Madale, alisema ni nyumba ya mama yake. Of course ile nyumba ukiangalia uwezo kaingiza kwenye orodha hii ya nyumba ambazo wasanii wamezijenga. Juzi amefanyia innovation, tumeona imekuwa nyumba kali sana, imenyooka, lakini bado ukilinganisha na value ya Diamond Platnumz bado hatuwezi kuingiza katika orodha inasema majumba makali, ila ni nyumba kali ambayo yeye amempa mama yake, Mama Dangote. The good thing ni kwamba Diamond Platnumz ni mmoja kati ya wasanii ambao wameinvest sana kwenye viwanja, na viwanja vyake vipo sehemu zenye thamani kubwa sana. Ukienda Mbezi Beach kule Mbezi ya chini, kuna maeneo ambayo Diamond Platnumz amenunua ya mabilioni ya pesa. Ameinvest kwenye hoteli ambayo iko Mikocheni hapo, ambao sasa hivi wapo wanakaa China. Ameingia ubia, inavyoonekana kwamba bwana mchongo wapo, nigeni pesa zangu, bado ni hoteli ni ya kwake. Lakini pia hizi nyumba za chini chini Diamond anazo nyingi sana, ila mjengo ambao anaujenga kwa sasa ambao uko pale Mbezi Beach, sasa huo ndio utakuwa mjengo mkali kuliko nyumba yote ambayo msanii wa Bongo Flava ameshawahi kumiliki. Sasa sio tu Bongo Flava, inawezekana hata hawa matajiri ambao tunawaita sisi wasio na nyumba kali kama nyumba hii ya Diamond Platnumz ikikamilika, ambayo ipo pale Mbezi Beach. Drop comment yako hapa chini. Mimi ni Ricky Kisalala San. Kwa hao ambao nimekutajia, nani ambao unamuona kabisa kwamba nyumba yake imekuwa sahihi kuwepo katika orodha hii ya ngoma ya nyumba ambazo zina thamani kubwa sana kutoka kwa wasanii nchini Tanzania? Bye bye.